Kwanza kabisa opportunity ya mwalimu ya kwanza huwa ni alama 3. So kuja kwa magoli mengi huwa sasa ni furaha kwa wachezaji, lakini ambacho huwa kinatakiwa cha kwanza huwa ni alama 3, kitu ambacho tumekuja kukipambania. So mchezaji sasa akipata nafasi anatakiwa score, pamoja na kwamba magoli pia yanakuwa yana nafasi yake pale mnapokuwa mnagombea ubingwa. Kwa hiyo kwa ushindi wa magoli 5 tuwapongeze wachezaji na benchi la ufundi ambalo limeweza kutengeneza safu ya ushambuliaji kuwa hatari mbele na safu ya ulinzi kuwakumbusha majukumu yao kwamba hawaruhusiwi kuruhusu goli hata moja. Kwanza wao wanatakiwa wapate matokeo ambayo yataweza kuwaweka kwenye nafasi nzuri zaidi kuweza kupata alama 3 zitakazopelekea wao kwenda kugombea ubingwa. Na ukizingatia Young Africans ndio anayegombea ubingwa wake, anayetetea ubingwa wake. Kwa hiyo isingekuwa rahisi kuja kucheza kwa kiwango cha chini au mchezaji ashinde kujituma ili hali anajua umuhimu wa matokeo mbele ya Tanzania Prison. Kwa hiyo tunawapongeza benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki wote waliosafiri na wale waliokuwepo hapa kuweza kujitokeza kila mmoja kwa nafasi yake kuweza kupush au kutia pressure kiasi kwamba ni jinsi gani matokeo yana umuhimu, kwa sababu mechi zimebaki mechi mbili, mechi dhidi ya Dodoma na mechi dhidi ya Simba. Kwa hiyo ukipoteza hata point moja, maana yake ni kwamba unakuwa unajiweka kwenye wakati mgumu kuwania ubingwa. Inaweza ikawa ni salamu kuelekea kwa wapinzani wenu watani wa jadi. Hizi sisi tumekuwa tunazifanya tangia msimu unaanza. Ulikuwa ukiona Young Africans ikipata goli moja, basi ni mechi chache sana ambazo Young Africans ameshinda kwa goli moja, goli mbili. Lakini mechi nyingi ni goli 3, goli 4 mpaka goli 5. So ni wachezaji wakiisha jua kwamba tumeingia kwenye eneo la kazi, hatutakiwi kufanya mchezo, kwa sababu tukifanya mchezo tukaja kwetu. Kwa hiyo kitendo cha wao kutumia nafasi inavyotakiwa, kila mchezaji akipata nafasi anaweza kuscore, ni taarifa kwamba safu ya ushambuliaji ya Young Africans ni jinsi gani ilivyo na kiu ya kutengeneza magoli mengi, ni jinsi gani inavyohitaji matokeo kwa hali na mali ili iweze kujikita kwenye eneo zuri zaidi la kutetea ubingwa. Nasikia Mpanzu kaweka huko. Shida sio Mpanzu kuweka. Shida huyu ameweka dhidi ya nani na amecheza dhidi ya nani? Amecheza dhidi ya watoto under 20. Kwa hiyo huyo Mpanzu mechi na Dodoma, mechi na Singida alikuwepo lakini hakufurukuta. Mechi na Mashujaa alikuwepo. Mechi na RS Berkane alikuwepo. Kwa hiyo kufunga kwake leo haimaanishi kwamba atakuwa anafunga kwenye kila timu. Angekuwa anafunga kwenye kila timu, sasa hivi tungekuwa tunazungumza na magoli 10 mpaka 11 kuanzia amefika. Lakini ndio kwanza na magoli 3 mpaka 4 kama sikosei. Kwa hiyo Kim Dennis ni mtu ambaye yani niseme ni mwiba ambao hauna makali, kwa sababu mpaka sasa hivi nadhani ana magoli 3 au 4. Na huu ni msimu wake wa 3 mfululizo tangu ameacha ameshindwa kufunga kwenye ligi kuu, hata umwache na goalkeeper. Kwa hiyo mimi nadhani amefunga kwa nafasi yake aliyoipata ili kuweza kuisaidia timu yake na kuweza kujiweka yeye mwenyewe kwenye wakati mzuri pale anapoelekea msimu kutamatika. Kwa hiyo amemaliza. No. Simba sisi hatutishi. Ukisema kwamba anatutisha wakati yeye ndiye alianza kukimbia mechi tarehe 8, basi unakuwa unakosea, sababu Simba ndiye aliyeomba mechi yailishwe. Simba ndiye aliyesema hawachezi kama watu hawatawajibishwa wale waliomzuia kufanya mazoezi. Lakini mwisho wa siku tarehe imepangwa tarehe 25 aje uwanjani, wahakikishe wachezaji wao hawapati injury, wahakikishe wachezaji wao wanawalisha wanashiba. Isije katika tarehe 25 wakaanza kutafuta visingizio ambavyo vitapelekea tena mechi isiwepo.